Mtazamaji, hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, karibu tu sote. Vitendo vya ukeketaji vinatajwa kushuka kutoka 10% hadi 8% baada ya serikali kutekeleza mpango mkakati wa kukabiliana na vitendo hivyo kwa mikoa takriban 9 ikiwemo mkoa wa Mara, na sasa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imeanza kutekeleza mpango mwingine unaolenga kuwakomboa watoto wa kike na wanawake dhidi ya ukeketaji. Musa Makali ana taarifa zaidi. Serikali na wadau wamesimama kwa pamoja katika mapambano ya vitendo vya ukeketaji katika mikoa inayoongoza kwa vitendo hivyo na mikoa ambayo imeanza kuibukia kwa sasa kujihusisha na ukeketaji, licha ya mkoa wa Mara kutajwa mara kwa mara, lakini miongoni mwa mikoa ambayo kwa sasa vitendo hivyo vinatajwa kupungua na mpango mkakati wa kitaifa sasa ni suluhisho kwa vitendo hivi. Serikali iliona kuna haja ya kufanya tathmini ya mkakati ambao umepita, na tathmini hiyo ilifanyika kwenye mikoa 9, mikoa ambayo inaongoza kwa vitendo vya ukeketaji, lakini pia mikoa ambayo inaibukia kwenye vitendo vya ukeketaji. Kinachofanyika sasa ni mpango huo mkakati wa kitaifa kupitishwa katika mikoa na maeneo yanayojihusisha na vitendo vya ukeketaji ili kuhakikisha elimu inawafikia wananchi, na hapa mkoa wa Mara, Serengeti wanafikiwa katika kijiji cha Rungabule. Lakini pia tunawaona vijana pia wanalaani, lakini jambo hili linakuwa zito kwa wazee, baadhi ya wazee wa mila. Kuhamasisha wananchi waache vitendo hivi vya ukeketaji kwa sababu ni ukatili kwa watoto wa kike. Wale watoto ambao wanakuta wanapitia changamoto za unyanyasaji na ukatili, wakienda katika ofisi za viongozi kuripoti, badala ya wale viongozi kuwasaidia, wanakuwa tena wanawapigia simu wazazi wao, wanawarudisha kwenye ukatili. Boreri Mwikwabe ni mzee wa mila hapo wilayani Serengeti mkoani Mara, na hapa anasema wao tayari wameshaamua kuungana na serikali kukomesha vitendo hivyo, huku baadhi ya mabinti kilio kikubwa ni kwa serikali kuweka sheria kali kwa wanaojihusisha na ukeketaji. Tunafanya ushirikiano na serikali, sababu bila ushirikiano hamna jambo lolote litakaloenda. Ifanye ile adhabu kuwa kali, isiregeze kabisa, kwa sababu jinsi wanavyoendelea kuregeza zile sheria ndipo watu wale magharibi wanaendelea kusema sheria bado ipo chini sana, hawatatumudu sisi. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Katika kukabiliana na uhamiaji haramu, magendo na uhalifu wa kuvuka mipaka kiholela, serikali imeongeza nguvu katika kulinda mpaka wa Tanzania na Msumbiji kwa kuzindua ofisa uhamiaji Mkenda hadi Nakawale mkoani Ruvuma, huku wananchi wakitakiwa kuwa mstari wa mbele kutoa taarifa za viashiria vya uhalifu kwa vyombo vya ulinzi na usalama. Taarifa zaidi na Yusuf Kaenda kutoka mkoani Ruvuma anatueleza zaidi. Wakiwa katika hafla fupi ya uzinduzi wa ofisi hiyo iliyopo katika kijiji cha Nakawale, kata Mkenda, wilaya Songea, mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abasi amesema uwepo wa ofisi hiyo utaongeza uwezo wa serikali katika kusimamia usalama wa mipaka na kukabiliana na uhalifu wa kuvuka mipaka, huku akiwataka wananchi kuwa sehemu ya ulinzi huo kwa kutoa taarifa za vitendo vya kihalifu. Uwekezaji huu uliofanyika katika eneo hili ni lango muhimu la biashara, uwekezaji, utalii, usafiri na usafirishaji wa bidhaa na mwingiliano wa kijamii kati ya wananchi wa nchi zetu mbili. Akizungumza kwa niaba ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi, naibu katibu mkuu wizara hiyo Dr. Franklin Rezemula amesema serikali itaendelea kuwekeza katika miundombinu ya kisasa ya uhamiaji ili kuimarisha usimamizi wa mipaka na kudhibiti uhalifu wa kuvuka mipaka, huku ikieleza kuwa ofisi hiyo imejengwa kwa zaidi ya shilingi milioni 240 kutoka serikali kuu pamoja na nyumba ya mtumishi iliyogharimu shilingi milioni 130 kwa ufadhili wa shirika la kimataifa la uhamiaji. Napenda kukuhakikishia kuwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi kupitia vyombo vya ulinzi na usalama vilivyopo chini ya wizara itaendelea kuimarisha ushirikiano na uongozi wa mkoa wa Ruvuma ili kuufanya mkoa wa Ruvuma kuendelea kuwa na amani na utulivu. Pia idara katika mwaka wa fedha 2027 imetenga bilioni 1 na milioni 200 kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya uhamiaji wilaya ya Tunduru. Kutoka Ruvuma, Yusuf Kayanda, Channel 10.
Haya, mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amezitaka halmashauri zote mkoani humo kuhakikisha miradi yote ya maendeleo mwaka wa fedha 2025 hadi 2026 ambayo haijakamilika inakamilishwa kabla mwezi Oktoba mwaka huu, huku akisisitiza kuongezeka ufanisi wa utoaji wa mikopo ya 10% kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Manbando anatueleza. Akifunga kikao cha tathmini ya utekelezaji wa shughuli za serikali mkoani Dodoma, Senyamule amesema pamoja na kukamilisha miradi hiyo, viongozi wanapaswa kuimarisha misingi ya utawala bora kwa kuhakikisha vikao vya kisheria katika ngazi za vijiji na vitongoji vinafanyika kwa wakati ili wananchi washiriki katika maamuzi ya maendeleo na kufahamu mapato pamoja na matumizi ya fedha za umma. Yako mambo ambayo tumekubaliana. Kwanza ni miradi yote ambayo haijakamilika itakiwa imekamilika mpaka mwisho wa mwaka uliopita wa fedha, kama ulivyo utaratibu na maelekezo ya serikali. Kila wilaya, kila halmashauri tuhakikishe tunaikamilisha kabla ya mwezi wa 10. Tumekuwa tukipewa muda miezi mitatu baada ya miradi, mwezi Julai, mwezi Agosti na mwezi Septemba kuhakikisha miradi hiyo inaisha. Kwa kabla ya mwezi wa 10 kila mradi ambao haujakamilika uweze kuwa umekamilika. Aidha, amewataka viongozi na watumishi wa umma kubadili mtazamo kuhusu sekta binafsi kwa kuitambua kama mshirika wa maendeleo, akieleza kuwa dira ya taifa ya maendeleo 2050 inategemea kwa zaidi ya 70% ushiriki wa sekta hiyo katika uwekezaji, uzalishaji, ajira na ukuaji wa uchumi wa taifa. Kwa tujue kuwa akija mwekezaji toka nje, hajaja tu kwa sababu amekuja kwa sababu serikali yetu tumemuita kuwa tunazo fursa hapa, njoo ushirikiane na sisi, njoo na mtaji wako, njoo na teknolojia, na sisi tuweze kufaidika na mambo mengine ikiwemo kujifunza teknolojia mpya, ikiwemo kupata ajira kwa watumishi wetu, wananchi wetu, lakini ikiwemo pia kupata kodi na mambo mengine. Kwa hiyo tuhakikishe watumishi wa serikali tunabadilisha mtazamo jinsi tunavyoiangalia sekta binafsi, tuione kama ni wadau wetu na wenzetu wa kufanikisha dira ya maendeleo 2050. Kwa upande mwingine, mkuu huyo wa mkoa amesema maandalizi ya Samia Day 2026 yanaendelea, ambapo mwaka huu maadhimisho hayo yatahusishwa na kampeni ya kuhamasisha wananchi kujiandaa na kutumia fursa za kiuchumi zitakazotokana na mashindano ya AFCON 2027, ikiwemo biashara, utalii na huduma mbalimbali zitakazochochea uchumi wa mkoa. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Waandishi wa habari nchini wametakiwa kushiriki kikamilifu katika kufanya tafiti za taarifa zinazohusu mabadiliko ya tabia nchi kisha kuziandika na kusambaza ili kuongeza kiwango cha uelewa wa masuala yanayohusu mazingira, hususan mabadiliko hayo, ili kuweza kushiriki kikamilifu katika ulinzi na uhifadhi kwa manufaa ya taifa na dunia kwa ujumla. Nelson Munema anatuarifu. Hayo yamesemwa jijini Dar es Salaam na makamu mwenyekiti wa YSO Tanzania Brenda Matayen wakati wa mafunzo ya pili waandishi wa habari za mazingira ya lengo la kuongeza usahihi wa utolewaji wa taarifa kwa jamii zinazohusu mabadiliko tabia nchi. Hapo tutakuwa tunafanya training kwa namna sahihi ya kutumia AI au akili mnemba kupata habari na kuweza kuverify habari, lakini pia resources mbalimbali za kidigitali ili kuweza kurahisisha kazi zao na kufanya kazi zao kwa ubora na ufanisi zaidi. Kwa upande wake, afisa miradi kutoka shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP Tanzania, Clara Makenya, amesema vyombo vya habari vina nafasi muhimu katika kuongeza mapambano dhidi ya mabadiliko tabia nchi kwa kuelimisha umma kupitia taarifa sahihi zenye ushahidi na zinazohamasisha hatua za kulinda mazingira. Habari hizo sahihi kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi zinaweza zikaenea kote nchini, lakini pia actions zinazofanyika ambazo ni nzuri zinaweza pia zikafahamika ili ziweze kukuzwa zaidi na zaidi, kwa sababu kuna changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Climate change is real, there is a big problem, but also there are some very good locally driven solutions. Habari za mazingira kwanza zinapata kipaumbele katika vyombo vyetu vya habari, kuhakikisha kwamba hizi habari zinaandikwa, zinawafikia walengwa
Kwa hilo ambayo ilikuwa jukumu letu la kwanza, kuhakikisha kwamba hizo habari zinaandikwa vizuri. Kuna umuhimu mkubwa sana wa kuweza kuwashirikisha waandishi wa habari, kwa sababu wanafika moja kwa moja kwenye sources kule chini na kuhakikisha kwamba wanazileta habari ambazo sisi ambao tuko huku juu tunaweza tusizione kama wasimamizi wa mazingira, bali waandishi wakaweza kutusaidia kuweza kuwafikia wahusika na kuhakikisha kwamba taarifa inafika kama inavyotakiwa. Kupitia mafunzo haya tutafundishwa namna nzuri sana ya kutumia njia ama vifaa na jinsi gani ya kuzileta hizo story kwenye picha sasa. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Naam, kamati ya siasa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita imeitaka serikali wilayani humo kuharakisha ujenzi wa shule, zahanati na ofisi ya kijiji baada ya mgodi Barrick kulipa fidia ya zaidi ya shilingi bilioni 1.2 kwa ajili ya kuondoa miundombinu hiyo kupisha upanuzi wa shughuli za mgodi. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadik kutoka Geita anatueleza. Kamati ya siasa wilaya ya Nyang'hwale imetembelea katika miradi hiyo ya ujenzi wa shule ya msingi na awali, nyumba za watumishi, zahanati pamoja na ofisi ya kijiji na kusomewa taarifa. Kwa mujibu wa mkataba wa ujenzi wa mradi huu, kwa fidia ulianza tarehe 9 mwezi wa 7 na kutarajia kuisha mnamo tarehe 6 mwezi wa 10 2026. Baada ya kukagua maendeleo ya miradi hiyo, mwenyekiti wa CCM wilaya Nyang'hwale akatoa kauli ya chama. Sasa ni ziombe mamlaka kupitia ziara hii walau sasa walione la msingi na kipaumbele, walipe nafasi swala la maji ili kuweza kuwasaidia ili ujenzi wetu uweze kukamilika kwa muda. Tumepambana sana kuona kwamba miundombinu ya kijiji hiki ijengwe, lakini kufikia leo tunaona miradi inajengwa sasa. Tunashukuru ili wananchi wetu wapate huduma. Kwa upande wao wakazi wa kijiji hicho wamesema ikamilika kwa wakati kabisa itakuwa vizuri, maana kule bado kule ni polini. Wito wangu tunaomba tu yakamilike kwa wakati, ila watoto waanze kunufaika na huu mradi. Katika ziara hiyo, kamati ya siasa pia imetembelea shule ya msingi Itetemia aliyosoma mwenyekiti huyo wa CCM iliyoanzishwa mwaka 1954 wakati wa ukoloni, ambapo mwenyekiti ameahidi kushirikiana na serikali kuboresha mazingira ya shule hiyo, ikiwemo ahadi ya ujenzi wa darasa moja yeye pamoja na familia yake. Na siku ya kulikabidhi nitakuja mimi na familia yangu na wote tukiwa pamoja, ili sasa mjue kwamba Mheshimiwa Mtore hata kama alishastaafu kwenye nafasi na yeye aliacha alama. Wanasema aliposomea kiongozi ni vema na sisi viongozi tuliopo tukaona umuhimu wa eneo lile. Kwa hiyo sisi mwenyekiti tukuahidi tutakuja kukarabati madarasa haya kwanza ili yaendane na hadhi ya mwenyekiti wa chama wilaya. Kutoka Nyang'hwale, mimi ni Mrisho Sadik. Shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR limesema haki za waomba hifadhi ulimwenguni zinakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa wakati likiadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi uliosainiwa mnamo Julai 28 mwaka 1951. Akiwa katika maadhimisho hayo yaliyofanyika kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Geneva, kamishna wa UNHCR Barham Saleh ametoa wito kwa ulimwengu kuacha kuzingatia ongezeko la wakimbizi na kutafuta suluhisho la kudumu la tatizo hilo, kwani wakimbizi hawapaswi kutambulishwa kwa mazingira iliyowalazimisha kukimbia makazi. Hata hivyo, watu milioni 117.8 ulimwenguni wamelazimika kuyakimbia makazi yao hadi mwishoni mwa mwaka 2025, ambapo idadi iliyoshuka kiasi ikilinganishwa na rekodi ya mwaka 2024 ya watu milioni 123.2. Tukiendelea mbele zaidi kuelekea maadhimisho ya miaka 20 tangu kuanzishwa kwa chuo kikuu kishirikishi cha elimu Mkwawa, uongozi wa chuo hicho umesema unaandaa harambee kuchangisha fedha zitakazowezesha ujenzi wa majengo mapya ya utawala, hatua inayolenga kuboresha miundombinu ya chuo baada ya majengo yaliyopo kwa sasa kuchakaa kutokana na matumizi ya zaidi ya miaka 70 na kushindwa kukidhi mahitaji ya sasa ya ukuaji wa taasisi hiyo. Clement Sanga anatueleza.
Naibu Rasi Mipango, Fedha na Utawala Chuo cha Muse Jacqueline Amani amesema harambee hiyo inatarajiwa kukutanisha wadau mbalimbali wa elimu, wahitimu wa Muse, taasisi za umma na binafsi, viongozi wa serikali pamoja na marafiki wa chuo hicho kwa lengo la kuchangia utekelezaji wa mradi huo muhimu wa maendeleo. Na pamoja na mikakati ambayo tumejadiliana na Mheshimiwa Mbunge ni kuwa na ushirikishwaji wa jamii ya Wanairinga, kwa sababu wao ndo wanaoweza kuipa sauti na kuipa nguvu tukio hili kadiri lilivyopangwa. Mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Ngajilo amesema ofisi yake imejipanga kushirikiana na chuo hicho cha Muse ili kukiwezesha kuboresha miundombinu na muonekano wake, hatua itakayochangia kwa kiasi kikubwa kukiongezea hadhi ya kitaaluma na kuimarisha mazingira ya kujifunzia na kufanyia kazi kwa manufaa mapana ya wanafunzi, watumishi na jamii kwa ujumla. Chuo hiki tunataka kiwe cha kisasa zaidi. Ndio maana katika haya maadhimisho tumekubaliana kwamba kufanyike maboresho ya majengo yale ya zamani ili yaweze kuwa ya kisasa zaidi. Maana hapa kuna majengo mengine yana umri mkubwa sana. Nafasi yake kama mbunge, tunafurahi kwamba yuko tayari kutukutanisha na wadau mbalimbali ambao tunaweza kushirikiana nao. Majengo hayo ya utawala katika chuo cha Muse imeelezwa yana zaidi ya miaka 70 sasa. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Na vikosi vya Marekani na Saudi Arabia vimesema vimewashambulia wanamgambo wa Iraq wenye mafungamano na Iran kujibu mashambulizi ya karibuni baada ya usitishwaji wa muda mfupi wa mapigano kwenye vita vya Iran. Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia imesema magaidi hao wanahusishwa na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta, vituo vya usafirishaji wa vifaa na maghala ya silaha mashariki mwa Iraq, huku vikiwa vinamilikiwa na wanamgambo wa makundi ya kigaidi yanayoungwa mkono na Iran. Mashambulizi hayo ya pamoja ya angani yanayofanyika wakati ambapo Rais Donald Trump amekutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Washington kwa mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana na tangu kuanza kwa vita vya Iran katikati ya mwezi Februari. Jamii nchini imetakiwa kulea watoto katika misingi ya uadilifu, nidhamu na uzalendo ili kujenga kizazi chema kitakachokuwa na mapenzi kwa nchi na hivyo kusaidia kulinda na kutetea maslahi ya taifa la Tanzania. Ahmad Nadonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Mkuu wa polisi jamii mkoa wa Kilimanjaro, kamishna msaidizi wa polisi ACP Lazaro Mwanyasi amesema hayo wilayani Same walipowatembelea na kuwakabidhi misaada mbalimbali watoto wenye uhitaji wanaosoma katika shule ya msingi Same kitengo maalum, na kisha kuwatembelea watoto katika kituo cha Rafiki Children Center kinacholea watoto yatima na wanaoishi katika mazingira hatarishi. Awalee katika maadili yanayofaa kwa sababu watoto hao wana mahitaji maalum, kwa wakiwalea katika maadili yanayofaa watakuwa ni watoto wa mfano. Tunawatunza kimwili na kiroho, wanapata elimu, wanapata malezi bora, wanapata chakula na wanatuona sisi jamii kama ndio wazazi. Naye mkuu wa polisi wilayani Same SSP Tom Wabonyo amesema polisi kama sehemu ya jamii wanao wajibu wa kushiriki katika shughuli za kijamii zinazoleta karibu na wananchi kwa kusaidia makundi yenye uhitaji, akisisitiza suala la kuwalea watoto katika misingi ya uzalendo. Muwafundishe hawa wapende Tanzania. Tanzania ndio nchi yetu. Tuwe na amani, wakuwe wakijua kwamba hawana nchi nyingine isipokuwa Tanzania. Lakini hichi kidogo tumewaletea watoto wetu wadogo zetu, mpate na nyie kama sisi tunavyopata kule majumbani kwetu. Mmoja wa walimu katika shule ya msingi Same kitengo maalum pamoja na wanafunzi wanaolelewa katika kituo cha malezi ya watoto ishio mazingira magumu walikuwa na haya ya kusema. Mmeleta vitu lakini pia mmeleta elimu kwa watoto. Kwa hiyo naomba niwashukuru sana kwa niaba ya watoto na walimu wengine, jumuiya nzima ya shule ya msingi Same. Asante kwa kutuletea vitu, kwani mmeona kidogo lakini kwetu ni kikubwa. Mungu awabariki na aongezee pale mlipopunguza. Hakika ni kazi zenu. Asante kwa kutuletea zawadi. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro.
Naam, mtazamaji, Mahakama ya Katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha sheria inayoruhusu kufanyika kwa kura ya maoni, ambapo hatua hiyo inaweza kutumika kumwezesha Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa 3 wa urais. Rais wa mahakama hiyo, Didon Kamuleta Bandimbanga, amesema sheria iliyopendekezwa ilikuwa imeandaa na katiba, kwani vyama vya upinzani vilivyodhoofika baada ya Tshisekedi kuchaguliwa tena mwaka 2023 vimeungana kupinga jaribio lolote la mabadiliko ya katiba. Hata hivyo, mwezi Mei mwaka huu 2026, Rais Tshisekedi amenukuliwa akisema atawania kugombea awamu ya 3 endapo wananchi watamtaka kugombania awamu hiyo. Na taarifa hiyo, mtazamaji, ndio inatupa sasa kupata mapumziko mafupi. Tukirejea hapa, tunakuja kuangazia katika upande wa habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi. Hii ni Channel 10 Plus.